Kazia nidhamu katika kuomboleza, tukirejelea siku kadhaa za juma jana na juma hili ambapo taifa limekuwa katika kipindi cha kumomboleza hayati Raila Odinga ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa taifa hili na amekuwa na mchango mkubwa katika safari ya demokrasia na hata haki na masuala ya katiba mpya katika taifa la Kenya. Kisa ambacho kimeibua hisia tofauti, waombolezaji kote nchini na familia ya hayati Raila wakiwa katika kipindi kigumu. Kumekuwa na baadhi ya matukio ambayo yameonyesha utovu wa nidhamu katika taifa kwa jumla, ikiwemo viongozi ambao pia wameibua hisia hizo tata. Tutakuwa tunaangazia hayo, na studioni nimeungana na Daktari Hamida Ahmed ambaye ni mwanasaikolojia na ni mshauri nasaha, kutujuza tu wakati wa kipindi cha maombolezo ni yapi ambayo kinidhamu kama taifa na vile vile pia kama jamii tunafaa kuyazingatia, tukiangazia baadhi ya matukio ambayo tumekuwa tukiyaona mitandaoni na pia katika taarifa za vyombo vya habari. Picha ambazo unaziona katika runinga yako mtazamaji ni picha kutoka boma la Kang'o ka Jaramogi, ambapo ni eneo la Bondo, sehemu ambayo hayati Raila Odinga alipumzishwa, na ni boma la aliyekuwa naibu rais wa kwanza wa taifa la Kenya Oginga Odinga, sehemu ambayo pia vile vile inatumika katika masuala ya kihistoria na tamaduni katika jamii ya Waluo, ikiwa ni sehemu ambapo pia alizikwa Oginga Odinga na alizikwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Unayoona hapo ni matayarisho tu ya ile hafla ya kitamaduni ya kumtawaza kwanza mwanawe Raila Odinga, Raila Junior, kama kiongozi wa familia hiyo yake Raila mwenyewe, kama ilivyo katika desturi za jamii ya Waluo. Na pia tunatarajia kwamba kutakuwa na ile shughuli ya ile hafla ya kitamaduni ya Teroburu, ambayo kama tumevyokuwa tukisikia kutoka kwa wachanganuzi wanaofahamu zaidi kuhusiana na itikadi za jamii ya Luo, basi ni shughuli ambayo inafanywa siku chache tu baada ya kumpumzisha mwenda zake na haswa mwenye hadhi aliyokuwa nayo Raila, ambayo inaeleza ama kuonyesha kwamba wameapiza ile mizimu na kumpumzisha makuruhusu roho yake kupumzika kwa amani. Na kwenye misingi mingine, iwapo wanahisi kuna mtu alisababisha mauti yake, basi katika tamaduni za jamii ya Waluo, sherehe hiyo, mahafla hiyo ya kitamaduni pia inafaa kupatia nafasi ile roho ya mwenda zake kuweza kujitafutia haki katika mauti ambayo yalikuwa sio ya haki. Lakini katika shughuli hiyo tunatarajia kwamba kutakuwa na viongozi ambao tayari wameanza kuwasili katika boma la Kang'o ka Jaramogi, na tutaona pia viongozi wa jamii ya Luo wakiwa wanaongoza hafla hizo za kitamaduni katika eneo la Kang'o ka Jaramogi. Tupate sauti za moja kwa moja kutoka eneo hili. Yes, kwa watazamaji, kila ambacho kinaendelea hivi sasa ni tradition yetu kama Wajaluo kwamba
Na mtazamaji, kunradhi kwa hitilafu hiyo ya mitambo. Tutakuwa tunarejea eneo la Kang'o ka Jaramogi kule Bondo, ambako shughuli ya kitamaduni ya jamii ya Waluo inaendelea, na baadhi ya masuala ambayo nafikiri tulikuwa tunayatarajia kutokana na elimu kidogo tuliyopata kwa wale wachanganuzi ambao tumekuwa tukiwahusisha katika kipindi cha maombolezo, wanaofahamu zaidi itikadi na tamaduni za jamii ya Waluo, ni kwamba shughuli ya kitamaduni ya Teroburu inafaa kufanyika katika siku hizi ambazo zimefuata baada ya kupumzishwa kwa Raila Odinga. Na ni baadhi ya shughuli ambazo tunatarajia kuendelea leo katika eneo la Kang'o ka Jaramogi. Teroburu ni hafla ya kitamaduni ya jamii ya Waluo ambayo inaongozwa na wale wazee wa jamii hiyo, ikiwa mara nyingi inaonyesha kuanza kusherehekea maisha ya kiongozi ambaye alikuwa na hadhi katika jamii, na pia kuwapiza mizimu na roho ya mwenda zake katika kupumzika mahala ambapo ni pa amani, na kumpatia nafasi ya kuenda katika yale maisha ya baada ya kifo. Lakini pia katika upande mwingine ni shughuli ambayo inaaminika na jamii ya Waluo pia kupatia fursa roho ya mwenda zake kuchukua kisasi iwapo mauti yake yalisababishwa na watu anaowafahamu yeye. Lakini zaidi ni shughuli ambayo ina utamaduni mwingi. Tutakuwa tunaona pale pia, nafikiri tuliyemuona katika picha ambazo tulikuwa tunaziona katika runinga yako, ni yule mtoto wa mwenda zake hayati Raila Odinga Junior, ambaye alikuwa ameketishwa pale, na baadhi ya shughuli za kitamaduni zilikuwa zinaendelea, mojawapo ikiwa ni kumpatia nafikiri ule uskani kama kiongozi wa familia ya Raila Odinga. Turejee tupate picha hizo tena tu kwa muda, alafu tutakuwa tunarejea studio. Naam, ni shughuli ambayo tunaendelea kuifuatilia mtazamaji, na tutakuwa tunakujuza tu baadhi ya shughuli zinazoendelea katika boma la Kang'o ka Jaramogi kule katika eneo la Bondo. Kama nilivyokujuza, tunatarajia kwamba shughuli ya kitamaduni ya Teroburu itakuwa inafanyika huko Bondo, na kama tulivyoona pia katika kupewa usukani kwa Raila Odinga Junior kama kiongozi wa familia na kutawazwa kama kiongozi rasmi wa familia baada ya babake kuacha